mjomba kapigwa simu, amepewa habari kwamba yeye ndiye mshindi wa gari aina ya Toyota IST kutoka kwenye promotion yetu ya Super Royal Sports. Tulifurahi wote kwa familia kwa ujumla kupata kitu kama hicho. Yeye huwa anapendelea kubashiri ligi gani kama huwa unamshuhudia? Mara nyingi wakapenda kubashiri ligi ya IPL. Jisajili kupitia pmbet.co.tz uanze kubashiri michezo yote ya kubashiri, itakupeleka kwenye promotion ya kushinda gari aina ya Toyota IST ambayo inatoka baada ya wiki 5. Bana, nikiusema kweli nimeulizwa maswali mengi sana kwamba vipi Alan Okello imekuaje na nini, kila mmoja anaongea la kwake. Bwana Alan Okello tumesikia taarifa kwamba anaenda Yanga na nini na mambo kama hayo, na naulizwa naambiwa Frijibovu, mbona hujazungumza chochote kuhusiana hili? Ni kweli bwana, mimi taarifa hizo ninazo na nimepenyezewa taarifa hizo moja kwa moja kwenye vyanzo vyangu vya kuaminika sana pale nchini Uganda. Bana, jina la Alan Okello limekuwa gumzo sana kwa sababu anaonekana ndio superstar ambaye kwa upande wa timu ya taifa ya Uganda Cranes anategemewa, lakini pia kwa upande wa kikosi cha timu ya Vipers Mwamba anategemewa na anafanya makubwa sana. Ni X factor huyu. Anaweza kucheza maeneo mengi sana uwanjani. Anaweza kucheza eneo la winga kulia, winga kushoto, namba 10, namba 8, anaweza kucheza namba 9. Zote hizo akazima Alan Okello. Kijana mwenye umri wa miaka 25, amezaliwa mwaka 2000. Kwa hiyo Simba ndo walikuwa wa kwanza kuweza kumtaka mchezaji huyu miaka 2 iliyopita. Simba alipambana sana kuweza kumvizia mchezaji huyu akiwa na mhitaji. Makocha waliopita pale, hata Fadlu Davids alipofika, bado Alan Okello alikuwa anahusishwa. Tangu Abdelhak Benchika, Alan Okello bado alikuwa anahusishwa, lakini alipofika Fadlu Davids naye alikuwa na mhitaji kwa udi na uvumba Alan Okello. Kama unafahamu, wakati anapambana kumtafuta Faisal Salum, alikuwa anamwangalia Alan Okello kama mbadala wa Faisal Salum ili basi aweze kwenda kuchukua nafasi pale kama X factor, lakini Simba walishindwa. Mzigo ambao waliweka pale Vipers kumwachia Alan Okello kwa ni mzigo ambao ni mrefu, na Simba walishindwa, wakasema wanasubiri pengine labda mchezaji aweze kuwa free agent. Lakini issue inakuja hivi kwamba wakati Simba walipewa kipaumbele na mchezaji alikuwa anahitaji Simba kweli, kwa sababu nilikuwa nazungumza na rafiki yangu Champagne, yuko pale nchini Uganda, ni moja ya watu wanaopenda sana Vipers, ni moja ya watu wanaopenda sana mpira. Ananiambia wazi kabisa kwamba ukizungumzia familia ya Alan Okello, yeye familia nzima ile inaikubali Simba, inaipenda sana Simba, lakini hata mchezaji mwenyewe Simba alivyoanza kuonyesha interest ya kumhitaji, bado yeye tayari alikuwa yuko tayari kwa ajili ya kwenda Simba Sports Club, lakini hakukuepo na ule serious wa kupush hilo deal, kwa maana walikuwa wanaenda zaidi ya watu wawili kwa ajili ya kwenda kupigia chapuo deal la Alan Okello. Hakukuepo na kiongozi wa kwenda kufinalize mambo, kwa maana kiongozi ambaye yeye anaenda moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kufanya mazungumzo na kukamilisha mchongo. Utasikia leo anapigiwa simu na huyu mawakala wake, kwa maana uongozi unaomsimamia, kesho akazungumza na huyu, kesho kutwa akazungumza na huyu. Yani imekuwa ni kubagain, yani wametoka kubagain leo, kesho anabagain tena, kesho kutwa anabagain tena. Kwa mwisho wa siku mchezaji akaanza kupata ofa mbalimbali kule Qatar, kule Saudi Arabia, kule nchini Misri, timu zikaanza kumuona. Thamani yake ikapanda. Value yake ilipopanda, Simba wanavorudi mara iliyofuata wanaambiwa mzigo umefika milioni 700 hadi milioni 800. Kitu kama hicho mnyama bwana akaona ya nini? Akiangalia kwenye eneo lake la wachezaji, akaanza kuona na Elim Panzo, akaanza kuona na John Chaliahua, akaona haina haja ya kuwa na mchezaji kama huyu ambaye thamani yake ni kubwa namna hii, pesa imekuwa kubwa namna hii. Kuna haja gani? Lakini mwisho wa siku bado mimi naona nafasi yake. Una mtu kama Joshua Budo Mutale, alafu una Neo Maema, alafu na mtu kama Alan Okello. To me, ukiniuliza Joshua Mutale na mwenzake Neo Maema na Alan Okello mmoja, nakwambia Alan Okello ni bora kuliko Joshua Mutale ni pamoja na Neo Maema. Hao wote hawamfikii Alan Okello. Huyo ni X factor, yani ni world class, mchezaji mwenye ubora mkubwa ambaye anaamua mechi. Sasa Young Africans wametumia umwanya. Engineer Harris amefanya mazungumzo moja kwa moja na uongozi wa mchezaji, kwa maana wanaomsimamia, lakini pia wamefanya mazungumzo hadi na club inaomiliki mchezaji, kwa maana Vipers, mpaka mchezaji mwenyewe wameonana uso kwa uso pale nchini Morocco. Fahamu ya kwamba michuano ya AFCON inaendelea pale nchini Morocco. Rais wa klabu ya Yanga Engineer Harris yuko pale nchini Morocco. Mazungumzo tayari yameshafanyika na Yanga sasa wana 99%
pengine mchezaji huyu Januari akatua pale katika kikosi cha Young Africans. Na hizi taarifa ambazo mnapaswa kuzifahamu kwa sababu Injinia Hersi Said amefanya mazungumzo na ameandaliwa tayari mchezaji Alan Okello mkataba wa miaka 2, na katika huo mkataba wa miaka 2 alioandaliwa sio tu miaka 2, ameandaliwa nyumba ya maana kabisa, ameandaliwa bonus kila akifunga goli lakini pia Yanga ikichukua mataji, wakifika katika hatua kubwa pia ya robo finali katika michuano ya CAF. Mambo ni mengi ambayo kusema ukweli ameandaliwa bwana mdogo na yuko tayari kwenda kujiunga na Young Africans. Na leo bwana, ukipita kwenye page yake ya Instagram amewafollow Yanga, lakini pia amemfollow rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said. Sasa hii inaashiria nini? Inaashiria kwamba asilimia ni 99.99 makubaliano yamefikiwa. Hiyo mimi mtu akiniambia kwamba eti Alan Okello ni mchezaji wa kawaida, mimi nakwambia ni mchezaji mzuri, kijana ambaye ana uwezo wa kufanya maamuzi eneo la mwisho. Na utofauti wa Alan Okello na Jean Charles Ahoua wa Simba ni kwamba Alan Okello yuko very quick. Ni mchezaji ambaye yuko very fast, ubongo wake unafikiria haraka sana, quick reaction, anakuwa katika ubora mkubwa, lakini pia ni critical thinker. Yani ni yule mchezaji ambaye anafikiria makubwa zaidi anapokuwa uwanjani, yani anaenda beyond. Kwa hiyo kwangu nafikiri ni moja ya sajili ambazo Simba alikuwa anazihitaji muda mrefu na alipewa room ya kufanya hivyo, lakini amekuwa akisuasua pale ambapo anahitaji wachezaji wazuri. Simba amekuwa akishindwa kutokana na kufinyia pesa mfukoni au kutokufanya maamuzi magumu. Majina ya wachezaji wengi sana yalitajwa kipindi wakiwa kwenye peak ya ubora. Yalitajwa Mohamed Zograna akatimkia zake Warabuni kutokea ASEC Mimosas. Alitajwa Victorine Adebayo akiwa Union Sportive Gendarmerie ya pale Niger, unakumbuka. Wakasema kabisa kwamba wanamfuatilia, wakamkosa. Unaona bana, alitajwa Cesar Lobi Manzoki, alikuwa anahitaji milioni 200 tu, bado akabana wakamshindwa kumpata. Kipindi kile alikuwa kwenye peak kweli kweli. Kina Stefan Aziki hao walitajwa, kina Pacome hao wote walitajwa ambao kwa Yanga walitajwa, kina Maxim pia, kina Khalid Aucho hao wote walitajwa kwenda Simba, lakini bado viongozi wa Simba akawa wanajivutavuta kwa sababu simu ni nyingi. Yaani mara huyu anapiga, mara yule anapiga, utulivu hakuna. Kwa hata ukiwa unafanya kazi na mawakala mara zote, alafu anasikia simu inaita ya huyu, simu inaita, anaona hawa jamaa wako serious na hii biashara, hawa jamaa wajanja. Sasa engineer yeye faida alionayo, amekuwa yeye kama yeye ametengeneza kwanza standard yake. Profile alionayo kwa sasa ni rais wa ACA. Vipers wameshajiunga na chama hicho. Kwa anapojaribu kuapproach klabu fulani au anapomapproach mchezaji fulani au wasimamizi wake, ana uzito fulani kwa sababu tayari yeye mwenyewe amesha set standard yake na tayari anafahamika, tayari anajulikana ni kiongozi wa namna gani. Kwa ni rais hata kama ana mapungufu yake na ana makando yake ndani ya Yanga, lakini bado heshima alionayo na ile kile ambacho anakifanya, pia kufanya mazungumzo ana kwa ana, kufanya mazungumzo moja kwa moja na kuelezea potential ya mchezaji ndani ya club, lakini pia kuelezea potential ya club kwa mchezaji anapocheza ndani ya Yanga, anaenda kusucceed kitu gani, anaenda kuongeza kitu gani, yani thamani yake, value yake inapanda kwa kiwango gani. Unaniona vizuri? Kwa point yangu ni nini? Ni kwamba Young Africans wataenda kulamba dume, watakuwa na bonge moja la mchezaji, na siku zote ukitaka kushinda mataji wanatakiwa kumiliki wachezaji wakubwa. Just imagine una Pacome Zouzoua, una Alan Okello, alafu una Depu pale mbele mshambuliaji, alafu au una King former King yule wa Stade Malien, una Prince Mpemelo Dube pale chini, una watu kweli kweli kina Mohamed Dumbia. Hii timu inakuwa tishio hii. Timu yote inayotaka kuchukua mataji ya ndani hadi watu wakome, lazima uweze kumiliki na kuapproach wachezaji wakubwa. Hicho ndicho ambacho wananchi wanafanikiwa kupitia kwa Engineer Hersi Said kwa sasa. Kwa hiyo Simba wanamkosa Alan Okello kama itatokea hivyo kwa uzembe wao wenyewe. Mchezaji alishakubali kila kitu, lakini wao wenyewe walikuwa wanavizia hela zao mfukoni. Mjomba kapigwa simu, amepewa habari kwamba yeye ndiye mshindi wa gari aina ya Toyota IST kutoka kwenye promotion yetu ya Super Royal Sports. Tulifurahi wote kwa familia kwa ujumla kupata kitu kama hicho. Yeye huwa anapendelea kubashiri ligi gani kama huwa unamshuhudia? Mara nyingi wakapenda kubashiri ligi ya IPL. Jisajili kupitia pmbet.co.tz uanze kubashiri michezo yote ya kubashiri, itakupeleka kwenye promotion ya kushinda gari aina ya Toyota IST ambayo inatoka baada ya wiki 5.